Hapa panapita zaidi ya watu 200 kwa siku. Lakini mvua ikiwa inanyesha, mnaona hakuna mahali pa kujikinga au kufikisha mizigo yao. Kama ni dagaa zinanyeshewa mvua. Kwa hiyo tunaomba tujengewe nyumba za wasafiri na mahali pa kujistiri. Ukipokea watu 200 hapa wakakojoa bure ovyo ovyo, inawezekana ikapata magonjwa ya mlipuko. Kama mama mwenye mimba, kupanda kwenye mtumbwi ni shida. Ukipata mgonjwa ni shida. Ukiwa mzee ni shida. Kwa hiyo tunaomba kwamba kila mwaro tungelijengewa tugati. Basi tunaweza tukawa na usafiri salama katika mazingira yetu. Kijiji Rwazi kina wakazi zaidi ya 150,000. Kwa hiyo wanategemea huu mwaro kupata riziki. Wakina mama, nadhani nyie ni mashahidi, mnaona wao wanahangaika hapa, wanapika ndizi nini na nini. Kwa hiyo tunaomba serikali au wageni watu ambao wamekuja kwenye mwaro wetu wa Rwazi watuangalie kwa jicho la huruma ili tuweze kupata gati. Tuweze kupata vifaa ambavyo kidogo ni vya kisasa zaidi. Kama tupate hata kama ni feri ndogo au vifaa vyovyote vizuri ambavyo ni vya kisasa aswa kwenye swala la Ziwa Victoria. Kitu kingine tungependa tupate barabara safi zaidi upande wa lami. Tuwekewe kiwango cha lami kwa sababu hii tayari ni huduma kwa watu. Hata ukiwa na watu wawili, nauli yetu ni shilingi 6,000 kutoka huku kwenda kisiwani. Halmashauri ilituwekea shilingi 10,000. Ukiangalia kwa mwezi ni shilingi 300,000. Kwa mwaka ni 3,600,000. Ambayo ni hela nyingi kulingana na uendeshaji wa shughuli zetu, na mitumbu yetu ni ya mbao. Ushuru kulipa ni haki, lakini tupunguziwe. Taona wananchi bado wanapata shida ya kuteremka kwenye hivyo vivuko. Lakini serikali kama serikali ya wilaya, lakini serikali kuu wana taarifa juu ya hili, na sisi tumetenga bajeti kwa ajili ya ujenzi wa hivyo vivuko kwa ajili ya wananchi wetu. Kwa sasa wanaendelea kupata shida kidogo, lakini kwenye bajeti hii inayoendelea tuna fedha ambazo tunazipeleka huko kwa ajili ya kujenga hizo gati.